kuingia mpaka mbinguni, akaamua kuvamia ufalme wa mbinguni eti yeye atawale yeye. Unaona? Baada ya pale alitokea mtu mmoja, kamanda mkuu akawa anamuita Dilu, ambaye alikuwa ni mtu mwenye nguvu ya nyota. Akaamua kutawala na kupindua ufalme wa mbinguni. Lakini wakati akiwa vile, ghafla ambapo pale mbinguni alitokea shujaa mmoja mbinguni, alimuita Mungu wa vita. Mungu wa vita kutoka mbinguni ndiye huyu. Alikuwa ni mwanamke mmoja ambaye aliokoa mbingu tena. Pale alitawanya majeshi yote ya ukoo wa demon pale mpaka akaiteketeza ile nyota ya Mosha. Mosha ilikuwa ikiwapa nguvu ukoo wa demon, ikapotea. Kisha mwanamke yule akaikomboa mbingu tena, kwa mbingu ikakaa katika hali nzuri. Na kisha alifungiwa. Yule mtu alikuwa na nguvu ya nyota ya Mosha, alifungiwa. Ile nyota ya Mosha ikafungwa na yule mtu akafungiwa. Kwa hivyo mbingu ikawa na amani tena. Twende miaka 1000 baadaye. Baada ya miaka 1000 kuweza kupita, baada ya kufungwa kwa ile nyota ya Mosha ambayo ilileta vita duniani na mbinguni, miaka ikapita baadaye. Baada ya miaka 1000 ile nyota ikatoka tena. Nguvu za ile nyota ilipokuwa imefungiwa ikatoka. Kwa hiyo inasemekana kwamba ile nguvu ya Star of Mosha au yule general wa mfalme Asura atarudi tena, na akirudi uwe na dunia ikaingia kama machafuko tena. Sasa hebu tuingie leo. Ukoo wa demon, baadhi ya watu ambao walisalia tangu ile vita walikutana kufanya kikao. Mkuu wao ndio huyu kiongozi. Leo walimuita mtabiri wa nyota. Mtabiri wa nyota aliwapa taarifa. Wasema muona nyota 2 angani? Asa mheshimiwa, nimeona nyota 2 kwa uhakika. Nyota ya Mosha na Luoho Jidu ambazo zilitumika kuleta vita kipindi kicha zamani sana. Uende hizo nyota zinakuwa 2. Hii ni nyota of Luo Star na hii ni Jidu Star. Hizi nyota 2 baada ya miaka 1000, moja ilikuwa kaskazini, nyingine ilikuwa kusini. Maana yake hizi nyota 2 ni maadui walipigana zamani. Sasa inakuwaje ni kama safari hii wanakwenda kuungana pamoja hizi nyota 2. Kwa hiyo inaonekana kama ni kama nafasi wenda wawili kaungana pamoja. Nyota ya Jidu Star na Mosha Star ni nyota 2 tofauti kabisa. Ni kama wataamka tena baada ya miaka 1000 tangu wateketeze. Huyu mtabiri aliwaambia hivyo. Wenda hizo nyota 2 zikaamka tena, zikaleta vita duniani tena kwa mara nyingine. Hebu tuchunguze sehemu atakapozaliwa watu hawa baada ya miaka 1000. Hizi nyota zitazaliwa katika ulimwengu wa dunia tena. Kiongozi wao ndiye huyu. Hebu tuingie huko mbinguni. Huko mbinguni leo kuna watu walifanya makosa. Hawa watu kufanya makosa kwa mbinguni, kwa walipewa adhabu ya kwenda duniani kupitia mateso duniani ili wapate kuweza kusamehewa makosa yao. Hawa ni watu ambao walifanya makosa mbinguni. Leo walifukuzwa mbinguni, waende duniani kwenda kuishi, kisha watasamehewa dhambi zao kama kifaulu kupita majaribu. Wengine walikuwa nakata mistaki, waliambiwa kunywa ya maji hapo upate kusahau. Ukinywa ya maji hapa unasahau kila kitu kuhusu mbinguni. Unakwenda kuishi kama binadamu. Kwa hiyo utazaliwa upya katika ulimwengu wa dunia. Kwa hiyo walifukuzwa. Wakati wanafukuzwa, kwa mtu alileta taarifa kwa mkuu. Mheshimiwa, nimegundua kama Mungu wa vita na nyota ya Star of Mosha wanakwenda kuzaliwa duniani tena. Ni kama Mungu wa vita na nyota ya Mosha hawa ni maadui wa muda mrefu. Ni kama watazaliwa siku moja na siku saa moja. Kama mheshimiwa, napokea taarifa kwamba mbinguni wanafukuza mabinti sasa hivi. Kuna watu wanafukuzwa mbinguni, watakuja kuzaliwa duniani tena. Wakizaliwa itakuwa ni rahisi kuamudu kirahisi. Asema hapana. Mungu wa vita alitumia nguvu kubwa kuidhibiti nyota ya Mosha. Kwa tunamhitaji Mungu wa vita na tunamhitaji nguvu ya nyota ya Mosha. Tukipata hizo nguvu 2, itakuwa rahisi tena kupata nguvu za kuweza kutawala ulimwengu tena. Nataka watoto wote wale wakizaliwa duniani tuwapate. Nimesikia sasa hivi wanafukuzwa mbinguni, kwa watazaliwa duniani upya. Yaani watazaliwa duniani tena upya. Kwa jua anazaliwa upande gani? Sasa ukifukuzwa kule mbinguni unakuja kuzaliwa duniani upande wa pili. Leo kuna mzee mmoja alikuwa yuko hapa, master wa chuo kimoja, mke wake alikuwa akijifungua mtoto. Nataka uangalie vizuri kwa makini hapa, kuna kitu nataka nikuoneshe. Mama anaambia sukuma mtoto anatoka. Mzee anasubiria nje. Mama anajifungua mtoto huko. Anasema mpaka sasa hivi masaa 2 bado hajifungua tu. Kuna ugumu gani katika kuzaliwa huko? Kumbe ni hao huko mbinguni wanasubiriwa wakirudi duniani wapate kuzaliwa tena. Wakati akiwa kule mara ukoo wa demon ukavamia mbinguni. Mtu mmoja akaingia mbinguni kuvamia ili kuzuia hao watoto wasizaliwe duniani tena kwa mara nyingine. Lakini pale majeshi kule mbinguni yalikuwa kwa vizuri kweli kweli. Kimbieni haraka muingie katika mzunguko wa hatima.
wakafungua njia ingiani. Ama binti hawa watu wamefukuzwa, yani watu wamefukuzwa katika mbingu wakatupwa duniani tena. Kwa wakitupwa duniani wanakwenda kuzaliwa upya. Unaona? Wote wakaingizwa hapo. Kwa hiyo mmoja hapo ndio huyo akatoka mbinguni, binti mmoja ndio huyo. Huyu binti alikuja moja kwa moja kuzaliwa katika tumbo la mwanamke huyo ambaye alikuwa anajifungua muda mchache tangu hapa. Kwa hiyo akaingia katika tumbo hili, unaona? Kwa akazaliwa na mwanamke huyo. Twende miaka 16 baadaye. Miaka 16 baadaye, hebu tukamuone yule mtoto alizaliwa huko. Mtoto mwenyewe ndiye huyu hapa. Ni mtoto wa kike alizaliwa. Kuna mtu mmoja akawa anapiga story anasema, master yetu kwa kutarajia kama kuna siku atazaa mtoto ambaye atakuwa amekufa. Kwa usiku mmoja master yetu akaenda kumzika yule mtoto wake. Kwa mtoto wake alivyozaliwa siku ile usiku, kumbe alikufa. Kumbe huyu mtoto alizaliwa siku zile alikufaga. Baada ya kuzaliwa alikutwa akiwa amekufa. Mara akashangaa tunamzika, amestuka. Nini tena? Wakati unamzika walistukia mtoto kumbe alikuwa yupo hai, akilia kwenye jeneza. Kwa hiyo walifungua ile jeneza kuona kwa nini mtoto analia kati alikuwa shakufa tayari. Walipofungua jeneza walishangaa kumkuta mtoto ni mzima. Ni mzima, hawezi kuamini. Hata kutisha bwana wewe. Sasa naambia kweli jamaa alikuwa civil story za watoto. Huyo binti hawezi kuamini, ni mdogo wetu hapa chuoni. Ni yule binti ambaye ni mdogo wetu hapa chuoni. Ni amjui kitu kimoja kumhusu. Yule binti alizaliwa akiwa hana uwezo wa milango ya fahamu. Yaani alikuwa hana uwezo wa kupata kuhisi, hajui kuonja, wala muda mwingine haoni vizuri, wala sometimes hasikii vizuri. Kwa binti hawezi kuhisi. Amezaliwa akiwa hana hisia sita za kibinadamu, hana katika akili yake. Kama mimi nitaonesha ukweli. Asema kwa sababu alizaliwa kimajabu hata hivyo. Baada ya kuzaliwa alikuwa amekufa, lakini sasa ana miaka 16, ni binti mkubwa, ana miaka 16. Lakini hajielewi hata kidogo. Mnyamini sawa, nitaenda kwa kishero mkaone. Twendeni. Ni kijana mmoja alikuwa akisimulia wanafunzi wenzake wa chuo kimoja. Basi akawaleta waje kumuona yule mtoto ambaye alizaliwa hana hisia sita. Yaani milango yake ya fahamu sita haifanyi kazi. Kwa hiyo alikuja hapo. Huyu binti ana shida. Huwa haisi kitu wala hasikii, haelewi, hanaga hisia kabisa kwenye maisha yake. Aliwafuata kuonesha mfano kwamba huyu binti hanaga hisia. Cheki. Alichukua baruti akamfungia, kisha huyu akawasha moto kichawi. Chap! Akamchoma. Moto kono unawaka kwenye mkono unamuunguza, lakini binti asikii. Naona? Hasikii maumivu binti niwaambia. Binti akamka, hasikii maumivu wala nini. Huyu ni moto wako ni mimi nimekutumia. Akauzima. Akawalipua pale pia, akapiga baruti zikalipuka. Wenzake huwa wanamchezea wakiona kama ni kawaida. Wenzake huwa wanamchezea wakiamini kwamba hanaga hisia, basi ni kama udhaifu. Hao wanafunzi wenzake wanamchezea binti. Kaka pili kesi kuna mchezo trick kama hizi. Kwa nini trick za namna hii? Lakini angalia, watu wote wanaogopa kuona ile tukio. Nikasema ndio sababu una hisia, wenzako wanakushangaa wewe uhisi kitu. Sunji. Rafiki yake alikuja, huyu ni dada yake anaitwa Sunji. Nini tena mama muungua mkono? Anasema nimeungua. Niwache nyu wewe. Kesi kuna unapenda kumuunguza kumwanza kila siku kama mchezo. Kwani muonea mdogo wangu namna hii? Kwani muonea nitamwambia baba yangu akupige. Na nyinyi wote mmesikia. Tokeni hapa mfanye kitu gani? Dada yake ni mkali kweli. Linglong sio kama tunafanya makusudi. Tuko tunamtania kila siku, tutanyana naye bwana. Bila kama sijali bwana. Woga tunatanyana mimi na yeye kila siku kama hivi. Lakini sijisikii maumivu, sisikii chochote kila siku kama kuna shida. Usikasirike. Unaona? Nakwambia hizi kujali huyo. Kaa kimya wewe vipi wewe? Ngoja kitu ukimuonea ndugu yangu tena. Nitaenda kwa mwalimu kwa adhibu. Toka hapa. Okay basi bwana. Hata kubishana bwana. Xiaoliu. Uko upande wa huyo upande wetu. Linglong. Umesahau leo ni sherehe ya Ying'o inakwenda kufanyika. Leo nisahau. Sunji, tushie. Habari njema kwako Sunji. Kuna sherehe kubwa ya nywele inakwenda kufanyika siku ya kesho. Kwani mtoto kajiandae? Kwani kuna habari gani nzuri katika hilo? Mimi sitaki kwenda nataka nilale tu hapa. Mimi siendi pahali. Mimi sitaki kwenda popote pa, nataka nilale bwana. Hapana twende bwana wewe. Sasa binti anaga hisia yuko tu yani. Kama sherehe ni tukio kubwa sana katika eneo letu. Ili sherehe ikienda pale kuna wapiganaji wakubwa wanakuja, handsome boy. Wanaume wazuri, twende tukaone. Hata kuongea upuuzi wewe. Unamfundisha mwenzako uhuni. Yeye haikuhusu uhuni namna gani? Ana miaka 16 anaacha kumpata mtu anayempenda, naye pia ni mkubwa vile vile. Anaacha kumpata mwanaume anayempenda, si ndio? Toka hapa. Twende Sunji moyo. Binti anamuita Sunji na dada yake anaitwa Linglong. Sasa embo tutoke katika lile chuo, tuingie kwenye chuo hicho. Katika chuo kingine leo kuna mtihani mkubwa ulikuwa unafanyika pale. Huwezi kuamini.
kuna bonge ya mnyama mkubwa wa ukoo wa Demon. Huyu ni mbwa mwitu wa kichawi. Alikuwa akipigana leo. Anasema tutakaweza kummudu mbwa mwitu ndo mshindi, si ndio mheshimiwa? Akaambia tulia. Wanafunzi wangu na waamini lazima ni wakali. Wote walikuwa jaribu wanamshindwa. Wanafunzi wote walikuwa wanamshinda huyu mnyama huyu. Naona wanafunzi wote walikuwa wanamshinda. Huyu wanafunzi wakijaribu wanapigwa wote. Huyu kiumbe ni hatari kweli. Wanafunzi wote walikuwa wanamshinda. Kama wanafunzi akijaribu alikuwa anaumizwa. Cheki. Bonge ya mnyama ina nguvu mbaya. Kila mtu akitesti anamuogopa la kula. Cheki. Mara ambao aliingia bonge ya mtu mmoja anafua mkono kinyama. Aliingia chali mmoja akaamua kumdhibiti huyu kiumbe. Huwezi kuamini. Hapo sakani tena. Cheki. Huyu kiumbe ni wa kichawi, huyu afiki rais namna. Cheki kama namna hiyo. Aliingia mshikani anapiga mkono mbaya. Cheki. Aliamua kumdhibiti mnyama. Huwezi kuamini. Piga longe la ngumi namna hiyo. Watu wanashangaa wote nini tena? Hebu ni mnyama alikuwa na uwezo wa hatari na nguvu za kutosha. Cheki. Alimzungusha tumbo kwa namna hiyo. Alimtolea kiumbe namna hiyo. Cheki. Alimuonesha cha kiama namna hiyo. Cheki namna hiyo. Ana speed kinyama, ni mwepesi, huwezi kuamini. Cheki. Ni mwepesi mbaya. Kama ni mchawi huwezi kuamini, akachora kinga pale pale. Huwezi kuamini. Huyu kiumbe anakuja namna cheki. Pale pale mtaka mdhibiti, huwezi kuamini. Ana uwezo wa hatari. Alikamata ni mdomo namna hiyo. Cheki. Ni mwanafunzi mwenye uwezo wa hatari katika shule yao. Huwezi kuamini. Anavaga mask cheki namna hiyo. Akapanda hapo juu cheki namna hiyo. Unaambiwa kachora uchawi chap, akavuta panga. Cheki kama tusi ya. Choma. Choma kwa ile mnyama mzee. Lakini ile mnyama alifi, huwezi kuamini. Cheki mambo haya. Pika kama lakini wapi. Bonge mnyama inakuja namna hiyo. Jamaa kazungusha moto kichawi. Pika kama moto lakini wapi. Mnyama anazuia namna hii. Vuta kisu mzee kama unaambiwa alikuwa na uwezo wa panga, alichora panga 200 kidogo. Cheki namna hii. Alichora panga za kutosha namna hii. Cheki ni mchawi. Afu ana uwezo wa kutosha. Cheki ngoma namna hii. Aliandaa bonge mashine. Cheki namna hii. Piga mnyama namna kazunguta na panga namna hii. Anatembea na panga chap. Alimkata kata ile mnyama vipande vipande. Kazi ilisha faster. Alimaliza kazi, huwezi amini. Faster. Ha! Bonga la mtu mzee. Master alifurahi. Sifan. Kama nilivyotarajia wanafunzi wangu. Anasema yeye peke yake tu ndo kaweza kufanya hivi. Wengine wameshindwa. Wanafunzi wengine anakuaje? Hichi ni chuo cha Laizi. Huwa kipendi watu wadhaifu. Anasema uko wetu wa Laizi Palace. Hawajai kuchukua watu wasiokuwa na maana. Kwa mheshimiwa tufanye nini kama hao? Huwa wote hao. Hatupendi watu wadhaifu katika chuo chetu. Hawa watu walifukuzwa wote, wakaenda kuuawa. Hichi chuo akipendi utani. Baada ya kufunza mafunzo, alikuja hapa mwalimu wake. Tosha. Nasema kwamba Sifeng hafai kuwa kiongozi mkuu wa wanafunzi wengine wote. Lakini yeye pekee yeye ana kipaji kikubwa kuliko watu wengine wote. Yeye ana kipaji peke yake. Masomo ni mdogo. Sifeng ameshinda mwenyewe katika sherehe. Baada ya hii sherehe inafanyika kesho kutwa, natumai itakuwa vizuri. Akishinda kwenye sherehe ya kesho kutwa, nitampa hii medali, itakuwa kiongozi mkuu wa Laizi Palace kwa wanafunzi. Master yake anajivunia sana Sifeng. Huyu ndo Sifeng mwenyewe. Kama ameamua hivyo nitafurahi. Akishinda kwenye hiyo mtihani wa pili, tutampa. Asema siku zinazofuata kuna sherehe inakwenda kufanyika. Mashindano yanakwenda kufanyika katika mlima Shaoyang. Atakayekuwa wa kwanza katika hii sehemu atakuwa wa kwanza, atapewa cheo cha kuwa kiongozi katika Laizi Palace. Asema haruhusiwi kuchomoa maski. Ni kosa kubwa kwa mtu wote kutoa maski yake usoni katika eneo hili. Uko wetu haruhusu mtu kutoa maski. Ukitoa maski utaadhibiwa. Sheria ya kwanza, amruhusi kuvua maski zenu kwenye hichi chuo. Maski haziruhusi mtu kuvua maski. Maski haziruhusi kuvuliwa. Sifeng, twende. Walikuwa wanakwenda kwenye mashindano katika mlima wa Shaoyang. Wanafunzi wakawa na wai chap, wanasafiri kupitia panga zao. Wanawahi katika sherehe hiyo. Wakati wanakwenda, yule mtu wa ukoo wa Demon alileta ripoti kwa mkuu. Asema wako mheshimiwa. Haujajua watoto wao wamezaliwa wapi? Watoto wawili nilikwambia, Mungu wa vita na yule Mungu wa nyota ya Mosha. Umejua wamezaliwa upande gani? Mheshimiwa, sijapata kujua sehemu gani. Mheshimiwa, kwa mpole. Nitafanikiwa kupata kujua kwa sehemu gani, kwa sababu nimesikia wameshaingia duniani tayari na wameshakuwa wazima sasa hivi. Lakini sio rahisi kuwapata watu mheshimiwa, wenda tu katika familia kubwa sana. Mheshimiwa, nimesikia kuna sherehe inakwenda kufanyika, sherehe mpya. Asema basi.
Naenda kutafutia watoto wawili na watafuta wenye nguvu hizi mbili. Asa mashimoni kiingia katika hizi koo 5 mtapata kuweza kujua. Kuna sherehe inafanyika